Karibu Bukelebe TV. Jifunze neno la Mungu, pokea matumaini na gundua unabii wa kibiblia. Jiunge nasi kwa safari ya kiroho. Hii ni Bukelebe TV. Bukelebe TV. Angalia, dunia imejaa dhambi na maovu. Wakati wa hatari umefika. Usichelewe kujipanga na kumtafuta Yesu. Tafuta wokovu leo kabla ya kuchelewa. Habari njema ikirushwa Bukelebe TV. Karibu sana. Tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe TV. Wapendwa, Mungu anahitaji tukanyage maji ili tuweze kuingia Jordan. Mwandishi mmoja anaeleza kwamba, of course Mama White amezungumzia hili, kwamba pale ambapo Isaka alikuwa atolewe sadaka, pale Mlima Moria ndipo ambapo Kristo miaka 1000 baadaye alikuja kuambwa Golgotha. Pale ambapo yule kondoo alikutwa amefungwa na malaika anamshika mkono Ibrahim na anakumwambia mwana kondoo yuko hapa. Pale miaka 1000 iliyofuata Kristo aliwambwa msalabani. Hatua ya kwanza, wapendwa, katika kufanikiwa kukanyaga maji. Hii ni hatua ya mwanzo, inahitaji imani. Miguu ya makuhani inakanyaga maji. Hakuna kupiga fimbo hapa. Muujiza wa mbali. Hatua nyingine inayofuata ni swala sasa la kuamua kuingia maji. Na labda nizungumze kidogo kuhusu bahari ambazo ziko mbele ya wana wa Israel. Kuna bahari Mfu na pia kulikuwa kuna bahari nyekundu, Red Sea. Bahari ya chumvi, Dead Sea. Hii ni bahari ambayo wanasema iko kati ya Israel na Jordan. Ni sehemu ya chini kabisa duniani, chini ya usawa wa bahari. Ina chumvi nyingi sana. Tabia zake haitoi maji. Wapendwa, tukitaka kufanikiwa, tunapobarikiwa, shali tutoe. Na kiukweli kanuni ya mbingu inasema kadri unavyotoa ndivyo unavyopokea. Tusiwe kama watoto wadogo, ukishampatia anakunyima wewe ambaye umempatia. Hajui kwamba unaweza ukampatia zaidi. Bwana, huenda moja ya sababu zinatufanya tunashindwa kufanikiwa ni kwa sababu hatuko tayari kutoa. Bali nizungumzie pia kwamba hii bahari kwa kuwa haitoi maji, hakuna samaki wala mimea mikubwa. Maji yake ni mazito. Inapokea tu, haitoi. Hakuna uhai katika bahari hii. Lakini pia kuna bahari nyingine, ni bahari nyekundu, Red Sea. Ipo kati ya Afrika na Asia, inaunganisha bahari nyingine na ina chumvi lakini si kali kama ilivyo Dead Sea. Tabia zake, inapokea maji, inatoa maji, ina samaki wengi, coral reefs, viumbe wengi sana. Kwa nini? Kwa sababu inapokea na kutoa, ina uhai mwingi. Wapendwa, kumbe kuna nguvu katika kutoa. Kuna nguvu katika kuwa baraka kwa watu wengine. Kuna nguvu katika kukubali kuweza kutengeneza daraja kwa ajili ya watu wengine. Labda niseme ya kwamba kuna haja ya kuweza kuanza kufanya kama Kristo mwenyewe alivyofanya. Tumeona tofauti ya hizi bahari mbili na tumeona hitaji la kuweza kuwa baraka kwa watu wengine. Na wakati mwingine Bwana ataruhusu tupitie changamoto, lakini tunapopita sisi tunapaswa kuwa baraka kwa watu wengine, kwa maana ya kwamba tuweze kuwa watu ambao tutaweza kuwasaidia watu wengine pia kuwa bora, ikiwezekana zaidi ya sisi tulivyo katika wakati wetu. Labda nizungumzie ina maana gani bahari ya Galilaya. Ni mtu ambaye anapokea baraka, maarifa, pesa, lakini anashirikisha, anasaidia, anatoa. Bahari ya chumvi, kuna mtu anapokea pesa, maarifa, neema, lakini hatoi, hashirikishi, anaweka kwake. Matokeo yake ni ukame na kifo. Jordan inapaswa kuwa channel, inapaswa kuwa connection au daraja. Mungu hajatutengeneza kuwa hifadhi, alitutengeneza kuwa njia, wapendwa. Na wiki hii tunapokuwa tunajifunza masomo haya, tutaangalia namna ambavyo tunapaswa kuwa daraja kwa watu wengine.
Nimegusia kwa sababu ya muda tofauti ya Musa na Yoshua. Labda niingie sasa katika somo letu ambalo ni moja ya masomo ya muhimu sana katika maisha yetu, kutusaidia wale ambao tunahitaji kuweza kufikia kusudi la maisha yetu. Kama tulivyoona wakati wanapita katika mto Jordan, maji yalikuwa mengi, kasi yake ilikuwa ni kubwa, na ulikuwa ni wakati wa mavuno. Na katika historia inaonyesha kwamba mto huu wakati wa mavuno unakuwa umefurika, na kiukweli haikuwa rahisi kwa wao kupita katika bahari wakati huu, lakini Mungu huwa anafanya mambo katika nyakati kama hizi. Sijajua unapitia changamoto gani katika maisha yako, lakini nikutie moyo mchana wa leo kwamba Mungu anaweza kubadilisha kesho yako ikawa ya tofauti. Na wiki hii tutaona namna ambavyo Mungu anaweza kututoa hapo tulipo na akatuweka katika sehemu ambayo watu watakuja kufahamu kwa nini imekuwa hivi. Mto Jordan unawakilisha hofu, changamoto, ukosefu wa fedha, kutokuwa na uhakika, hatua ngumu za maisha. Labda niseme wapendwa, kila mtu ana Jordan yake. Kama nilivyozungumza, sijui Jordan unayopitia, lakini niseme tu ya kwamba hizi Jordan, Yesu yuko tayari kuweza kutusaidia tukavuka na tukaingia katika nchi ya ahadi. Na labda nikukumbushe, ni mita chache kuingia nchi ya ahadi. Sijajua changamoto yako umekaa nayo muda kiasi gani, lakini niseme tu ya kwamba tunapozileta kwa Bwana tutaingia katika nchi ya ahadi. Sote ambao Bwana ametuweka katika dunia hii, sote miisho yetu imeandikwa, na miisho yetu ni bora kuliko namna tunaweza kufikiria. Wapendwa, Mungu afanyi kazi kwenye comfort zone. Mungu anafanya kazi wakati ambao mambo hayako katika namna rahisi. Kama maji yangekuwa madogo wasingehitaji imani, lakini yalipokuwa mengi walihitaji imani, walimhitaji Mungu. Na Mungu anataka hatua katika hatari. Miguu yao iligusa maji kabla hayajasimama. Hatua yao hii ya kuweza kufanya vile ilileta muujiza wa pekee, na Bwana alikuwa. Tukumbuke ya kwamba Mungu anatenda katika majira magumu. Si wakati wa ukame, ni wakati wa mafuriko. Muujiza mkubwa huja katika mazingira magumu. Si wakati ambao ni rahisi, lakini Mungu anaweza kufanya kitu katika maisha yetu. Hakukuwa na daraja, hakukuwa na mashua. Pale ambapo hakuna njia, wapendwa, Mungu anatengeneza njia. Mto ulikuwa mpaka wa nguvu. Ukivuka unaingia nchi ya ahadi. Usipovuka unabaki jangwani. Nitagusia hatari za kusimama katika kingo za mto. Kukanyaga ni kuamua kubadilisha maisha. Wapendwa, mafanikio yetu hayako mbali, lakini kuna Jordan kwenye swala la fedha, kuna swala nidhamu, akiba na uwekezaji. Katika kazi kuna swala la kujua wito wako duniani ni nini. Wako watu leo hii wametembea jangwani kwa siku nyingi kwa sababu kazi wanaoifanya haikuwa wito wao. Tutagusia moja ya siku kazi ya wito duniani. Kuna hatari kubwa kusoma kozi kwa sababu unaweza hesabu. Kuna hatari kubwa kusoma kozi kwa sababu wazazi wamekupatia maelekezo. Kuna haja ya kusikia sauti ya Mungu. Kama Samuel anasema, Heli anamwambia, utakaposikia unaitwa, sema nipo Bwana ninasikia. Kuna kitu inaitwa inner voice, sauti ndogo iliyo ndani ya mioyo yetu. Wako wengine sauti hii imekufa kwa sababu ya kelele, kuishi katika mazingira ya kelele. Kwa hiyo hii sauti imekufa. Nimejifunza katika maisha haya kumsikia Mungu kuliko kuwasikia wanadamu. Ziko nyakati wazazi watakaa kikao familia kukupatia maelekezo. Nakumbuka wakati naenda kuoa mke wangu mwaka 2007 pale Mwanza. Actually mjomba wangu akaniambia huwezi kuoa mpaka ujenge nyumba ya mama yako. Na mimi Bwana ameniambia unaoa sasa. Haikuwa rahisi. Lakini mjomba hakuwa tayari, kwa hiyo ilibidi niende kutoa mahali mwenyewe. Na nikaoa. Moja ya baraka ambazo Mungu amenipatia
ni kuchukua uamuzi wa kusikia sauti yake kuliko kuwasikia wanadamu. Kuna haja ya kutambua sauti ya Mungu kuliko kusikia sauti ya wanadamu. Kama dunia nzima watakuwa kinyume na wewe, lakini kwa kuwa Bwana ananena na wewe, simama. Simama. Kuna haja ya kusimama na Bwana. Kwenye swala kazi, huenda kazi ipo karibu sana, lakini inahitaji, kuna mambo ya kufanya. Wapendwa, kuna haja ya kujidhibiti kwenye tabia, kuna swala kubadilika, kuna swala la kuweza kuakisi tabia sahihi. Kukanyaga kingo si kwa ajili yako tu, ni kwa ajili ya wengine pia. Huenda wewe ukawa baraka, ukaokoa familia au ukoo wenu kwa kukanyaga kingo ya mto. Biblia inatupa ushahidi wa kutosha namna ambavyo firstborns wanapaswa kuwa baraka kwa wengine. Lakini Biblia inasema it's not about being firstborn, it's about the first able. Ndio maana Yakobo alichukua nafasi ya Esau. Kukanyaga kingo si kwa ajili yako, ni kwa ajili ya watu wengine. Muujiza wako una madhara ya mbali, wapendwa. Kuna nafasi utaipoteza leo na ikawa msingi mbaya kwa wanaokuja mbele. Viongozi wa kanisa, idara ya vijana, tumepewa nafasi wakati huu. Tunapaswa kuwa daraja la kuwasaidia watoto waweze kumfahamu Yesu. Mama White katika kitabu cha Messages to Young People na kitabu cha Counsels on Teachers, Parents, Students anasema kati ya mwaka 0 mpaka 10 mtoto anapaswa kukaa na wazazi, na shule ya kwanza ya mtoto ni familia. Mama ndiye mwalimu wa kwanza, lakini kanisa pia, idara ya vijana ina nafasi kubwa sana katika kuwasaidia vijana kuwa bora katika ulimwengu huu na hata ulimwengu unaokuja.